Namshukuru Mwenyezi Mungu. Naam, vizuri. Upita vizuri, yani kikubwa mimi kwangu ni pumzi. Mengine haya yanafuata. Bana, sasa tuzungumze bodi ya kurugenzi Simba Sports Club wamekaa kikao kwa ajili ya kujadili vitu mbalimbali kuelekea msimu unaoendelea huu mara baada ya mapumziko haya ya AFCON. Kinachozungumzwa ni kwamba kwenye kikao hiki kubwa zaidi lililojadiliwa ni maboresho ya kikosi kwa maana ya usajili katika dirisha dogo hili ambalo linatarajiwa kuja siku za mbeleni hapo. Binafsi unavyohisi ama kuamini kwamba Simba wanahitaji maboresho zaidi kwenye kikosi kuliko maboresho ya uongozi ambao inatajwa kuna tofauti kubwa ambazo zimekuwa zikijitokeza kwa sasa? Kwanza mpira dunia nzima hakuna timu ambayo ukifika muda huu haihitaji kuboreshwa. Ikitokezea timu ya namna hiyo, maana yake hiyo timu inaelekea kufa kitaalamu. Sasa Simba, Yanga na timu zote duniani zinahitaji kuwa na maboresho. Hilo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, yanasemwa mambo mengi katika maboresho. Kwa mfano, yanazungumziwa masuala ya kuondoa baadhi ya walimu. Semekana wenye majasusi wanasema kuna mtu anajinasibu kuwa na majasusi. Wanasema wao wako karibuni na jasusi wao wamewaambia Suleiman Matola tayari ameshaondolewa. Mbona bado itangazwe kuondoka? Mimi niseme ni jambo rahisi sana kuzungumzia eneo ambalo lina mgogoro kuliko kuzungumzia eneo ambalo halina mgogoro. Ni rahisi sana. Sehemu yenye mgogoro kitaalamu ni sawa na kuna ugomvi katika nyumba. Yaani kutabiri ngumi inakuwa ni jambo la kawaida, unaweza kutabiri. Lakini kitu ambacho naamini kwa 100% timu pekee ambayo huwezi kwenda kupeleka jasusi ni Simba Sports Club. Yaani Simba walivyojiimarisha, namna walivyotengeneza mianya katika timu yao, huwezi kupeleka jasusi. Sasa nijibie nukta hiyo, alafu turudi katika ishaka Suleiman Matola. Simba kwa sasa wanaendesha katika mfumo wa watu wengi kwenda kujadili jambo. Unapoambiwa kikao cha juzi kimekaa na imekaa ile bodi ina watu takribani kama sikosei wanaweza kufika 20 kama nitakuwa sikosei, ambao kuna watu watakuwa wanatoka upande wa Simba Sports Club na kuna watu wanatoka upande wa mwekezaji. Dunia nzima unapokuwa na watu wakafika 20, si kweli hawa watu wanaweza kuwa na wema wa moja kwa moja. Lazima katika watu 20 mmoja au wawili anaweza kuwa na interest binafsi. Pengine huyo ndo mwenye kutoa siri za klabu, pengine huyo ndo mtu ambaye atalazimika kufanya hujuma. Lakini mimi muono wangu katika mgogoro uliokuweko Simba ni mgogoro unahusisha viongozi na mamlaka. Hapa naomba nisiulizwe tena. Mamlaka za serikali au mamlaka gani? Nikisema mamlaka nimeishia hapo, nisiulizwe tena. Watakapokuja watu nitawaeleza hiyo mamlaka gani, siwezi kusema mbele ya microphone. Kwa nini? Mimi Sheikh sio kiumbe ambaye naendeshwa kwa akili za watu wengine. Mimi kwanza katika maisha ya kawaida, hata ukinisaidia jambo usiniamuru niishi unavyotaka. Kwa sababu ukiwa haupo nani mwingine ataniamuru? Nitakuwa nimezoea kuamrishwa hivyo. Mimi na imani timu ya Simba mpaka ilipofika sasa ilikuwa inahitaji 30% Simba kuwa sawa na National Experience de Tunis na timu nyingine, kwa maana kiutawala, uongozi na vitu vingine. Lakini migogoro hii inazuka baada ya baadhi ya watu kunyimwa umaarufu wao wa kawaida katika Simba. Nisikilize my brother, unaweza ukanielewa. Huu ni mfano. Yaani huyu mtu nikimtaja jina ni mfano. Napenda kumtumia mfano kwa sababu alisemwa vibaya sana katika Simba. Try again ni tajiri wa kiasi cha kati na kati, lakini ni tajiri. Yaani kwangu mimi ni tajiri mkubwa. Kwa matajiri ni tajiri wa kati na kati. Kuna matajiri wamemzidi mara 5 try again. Leo pita kwa watu wa kawaida kwa waulize, jamani mwenye umiliki wa hii masheri ya Like Oil ni nani? Utapata mtu mmoja kwenye watu 100 atakutajia jina lake. Lakini ukimtafuta ana mzigo kumzidi Try Again. Kwa nini hakuwa maarufu? Try Again umekuja katika klabu ambayo imekupa maarufu. Try Again ana marafiki Dubai alikopata katika Simba. Try Again umepata mialiko mizito. Si umenielewa? Katika Simba. Pengine sasa jamani, simshutumu huyu mtu moja kwa moja, nieleweke kwenye vyombo vyenu. Pengine tukikwambia pumzika, unakosa fursa ambazo ulikuwa ukizipata kupitia wapi? Wewe unaweza kutuhujumu. Jamani, sijasema anatuhujumu, nieleweke. Najitetea mara 7. Unaweza kuwa sehemu ya hujuma ya Simba
kwa sababu hupati tena zile fursa. Au mwingineo yoyote ambayo Magoli umekuwa NSSF kwa muda wote. Umaarufu uliopata NSSF sio umaarufu uliona wapi Simba. Magoli tukikwambia ondoka Simba unaweza ukawa sehemu ya hujuma katika Simba. Kina Asano mmekuwa mpira pesa miaka mingi tu, mmedhamini mpira pesa mkiwa friend of Simba. Asano kuna watu hawakujua, wamekuja kukujua juzi baada ya kusema Simba inafanyaje. Kwa kuna mtu anaweza kuunda mgogoro kwa Simba kwa sababu ya interest zake binafsi, akaenda kulisha watu wengine. Sasa nyinyi pengine ndio mnaotoa hizi siri. Mimi kwanza maisha yangu yote huwa sisadiki jambo ambalo halijasemwa. Sasa kama kweli Suleiman Matola amefukuzwa, siku utakaposimama mimi nitalaumu kwa nini Suleiman Matola amefukuzwa. Angalia hata mimi mawazo yangu yalipo. Maiki zenu ndio mlinioji nikasema Matola hatoshi kuwa mwalimu mkuu. Lakini Matola anatosha na anafaa kuwa mwalimu msaidizi wa Simba kwa kipindi chote. Na hii Simba ilikuwa inaenda kutengeneza mazingira ya Matola kuwa mkubwa. Otherwise Simba kama wanataka kumuondoa Matola, wamshauri aende ligi ya Kenya, akatafute timu kwenye ligi ya Kenya, apate jina kutoka kwenye ligi ya Kenya. End of the day tuje kumpa Simba. Lakini kama watamuacha hapa ndani, Matola anastahili kwenda kuwa mwalimu mkuu wa Stoke Mwanga. Lakini kikao ni cha marekebisho. Simba inahitaji kurekebishwa kwa sababu Simba ina vijana wengi sana hatari. Miongoni mwa vijana Yanga wanadanganyana kwenye mitandao kuwa washamsajili. Mimi naamini wanamtongoza wamsajili. Imani yangu kuwa wanamtongoza wamsajili. Wao wanaambiana kuwa wameshamsajili Eli Mpanzu. Tumeelewana sijui? Sasa ukisikia tumemsajili Mpanzu unaelewa nini kwenye medani ya mpira? Kumbe walikuwa wanamhitaji Eli Mpanzu muda mrefu na hawana jicho la kumuona Eli Mpanzu. Sawa, walimhitaji Clatous Chota Chama na hawakuwa na jicho la kumuona Clatous Chota Chama. Walimhitaji Ezekiel Mwenda, hawakuwa na jicho la kumuona mpaka Israeli inaitwa Israeli Mwenda, mpaka watokee Simba wamchukue huyu mtu wawe naye ndo wanaweza kuona. Sasa ikiwa Simba wana wachezaji bora ambao Yanga wanaanza kunyemelea, Simba wanahitajika kupata legend wawili kwenye kuongeza kwao. Mimi kwenye mjadala sikuwepo. Nikisema wanatakiwa kupata legend wawili, ukiangalia dribble ya Eli Mpanzu, ukiangalia dribble ya huyu mtoto Abraham, ukiangalia dribble ya Budo, umenielewa sijui? Yaani wachezaji wengi katika Simba wana dribble. Kuna mtu mmoja naye ana dribble lakini anatofautiana nao, yeye ana power na kasi. Namzungumza mtu alionyonya miaka miwili. Hawa wote wana dribble wakifika eneo la final say. Tuko katika zoni ya 16 na 18. Twende tukafanye maamuzi, wanajikuta wametumia kasi kubwa. Lazima kuwa na legend ambaye atakwenda kuwatuliza wakifika eneo hilo. Anawaambia hapana, mnakuja mna dribble, mkifika hapa mnatakiwa kupoa. Ni eneo ukigusa unapata penalty. Umenielewa vizuri eh? Na mtu anaweza kupewa kadi. Ni eneo ambalo ukizidi kuwa mtulivu unamtia shaka adui yako. Tutulieni. Tunahitaji kuwa na legend wawili ambao nadhani kwa ushauri wapo ma legend wengi, wasihofie. Hata yule Clatous Chota Chama unayemwona ukimrudisha katika Simba na uwezo wa kucheza. Yaani bila kupepesa macho unasema ya kwamba Simba wamekosa akili ya mtu kama Chama. Sasa hivi namba 10. Sasa nikibishana na hilo tena nitakuwa najifunza mpira na siko tayari kujifunza mpira. Bado hatujapata. Jean Charles Ahoua ni mtu bora sana lakini ana maamuzi hatari kama alionao Clatous Chota Chama. Yule ndio kiumbe pekee ambaye kila akilisogelea box anazidi kuwa makini kuliko alipotoka. Viumbe wengi wakisogelea box wanakuwa na pupa, yeye hajawahi kuwa na pupa. Kwa legend wa aina yake leo anafaa. Sio yeye basi, naamini scout ya Simba. Umenielewa vizuri? Yende ka scout. Ni watu wawili tu. Ni mtu ambaye atakamata kiungo namba 8 atulize mpira na namba 9 mwenye akili. Kwa mfano yuko namba 9 mmoja anamfuatilia sana, huwezi kwenda kumtoa alipo. Yule namba 9 wa Experience de Tunis ana rasta hivi kichwani. Mwamba analijua sana goli, anajua sana kuposition, yani anajua kila kitu. Sasa tupate mtu wa namna yake, legend wa namna ile kwamba nyinyi mkija ukifika kwangu mimi nitakuwa na utulivu. Mkwala ni striker mzuri, mimi ni striker wangu wa mfano, lakini kwa namna ya utulivu tunaotaka Simba, Mkwala bado anaonekana amepoa. Soa ni mtulivu kweli kweli, lakini walimu hawajaendelea kumwamini mara kwa mara. Sasa ni tatizo. Yaani lini ataaminika? Ni lazima watafute watu watakayeaminika kwa mapema. Ndio ilikuwa mantiki yangu. Kwa hiyo kikao kilihusisha hivyo na ndugu zetu wafanye hivyo, na mimi naamini Simba ni timu inaweredi sana. Brother, 4 years. Ni sawa sawa, hamna ubingwa. Hamna kombe lolote kubwa. Mnafungwa na ndala mbovu hawa mara 6 mfululizo. Alafu bado mko imara, mnaimba nyimbo moja. Simba sio mchezo. Simba ni klabu kubwa kweli kweli. Ila ni wasitue. Vita iliyokuweko Simba. Jamani.
Asiyetakiwa Simba ni Mohamed Dewji. Msiniulize nani amtaka. Yanga hawajawahi kuwa na urafiki na Simba hata siku moja. Kwa hiyo hizi kelele kwamba mwenyekiti Mangungu walimu nini ni biashara tu. Asiyetakiwa Simba ni Mohamed Dewji. Dewji ni kiumbe wa ajabu sana kuwahi kutokea. Umeelewa? Dewji alimleta Babra kuja kulinda maslahi yake kabla Simba hawana katiba. Wasafi FM. Klausi. Umeelewa vizuri? Baadhi ya watangazaji walikuwa EFM. Walikuwa wanamponda vibaya mno. Amepeleka mtu akaangalia maslahi yake, amefanya hivi, sio amefanya vile. Hebu nielewe kidogo. Simba katiba yao sio hivi nini? Hiki kimefanya vile, sio hivi. Kuna watu leo brother wana mwaka wa pili hawajawahi kukaa na kikao wakataja katiba. Wasafi wapo, EFM ipo, kakaangu Jemedari ndo pekee aliwahi kuoji na akasema hili nitatukanwa. Umesikia wanaojiwa? Hasa hao wanaotengeneza mazingira ambao kikiwa kwa Simba wanaoji huko waoji. Ndio hawamtaki Mohamed Dewji. Na ndio maana hoja zao zinaenda mwisho wanakwambia kuna DP. Tustukeni. Tustukeni wana Simba, tustukeni. Asiyetakiwa ni Mohamed Dewji ambaye amewapa viwanja vile viwili mnavyoona vya mazoezi, ambaye amethaminisha timu leo mnapewa jezi bilioni 7, sijui amefanya nini. Huyo ndo atakiwi. Na kesi ya Mangungu sasa ni wanachama wamelishwa kwamba Mangungu mbaya. Wanachama narudia tena, ni wanachama wamelishwa kwamba Mangungu mbaya kwa sababu Mangungu ndo mtu anakinga kifua, hataki Mohamed aondoke. Sasa nyinyi ambaye mnapenda kutusi tu watu baada ya kuona komenti, beba hii kakae kwa umakini. Mohamed Dewji ndo mtu ambaye alimuondoa Mkwabi. Akasema siwezi kupanda jahazi na mtu mmoja analitoboa, alafu mimi naenda kuangalia. Umenielewa vizuri? Haya, Mohamed Dewji kuna siku alisema Mangungu hafai. Yaani wewe unafahamu uongozi kuliko Dewji. Jamani, asiyetakiwa ni Dewji na kesi ya Mangungu hao sio mtaka Dewji. Sasa sijui ni wana Simba, sijui ni nani, yaani mimi sitaki kutaja vitu vingine. Hao ndo walimfuata afanye hivyo. Anaonekana mzee amegoma kwamba Dewji hawezi kuondoka kwenye utawala wangu. Leo hii Simba wanitaki akiondoka kwenye utawala wangu naishi wapi? Hao ndo wanatengeneza fitina mzee aonekane kuwa mbaya. Na mimi nawapa angalizo wana Simba, shike hii. Tena hii ndio itupeni kwa nguvu moja. Siku atakaoondoka Mangungu, analetwa yule Karua. Unakumbuka kampeni za Karua zilikuwaje? Kampeni za Karua ilikuwa Karua akiingia tu madarakani anairudisha klabu kwa wanachama. Manake Mohamed Dewji anakuwa hayupo. Kweni makini wana Simba, anayekataliwa Simba ni Dewji. Sio Mangungu wala sio mtu mwingine. Ndio mgogoro unaoona. Nani mwenye maslahi sasa? Nani ambaye anataka kurudisha klabu kwa wanachama? Na kwa nini hataki klabu iende kwenye mfumo ambao unatakiwa wa kisasa zaidi wa kampuni? Na hebu tupe kidogo. Nani ambaye na anataka kwa sababu gani? Ana maslahi gani na hilo? Si nimekupa mfano. Sasa yaani huyu jamaa mimi namtumia kama mfano. Huyu mtu namtumia kama mfano kwa sababu huyu mtu najua ni mvumilivu, alitukanwa sana Simba akawa anavumilia. Try again kama sikosei atakuwa na clearing and forwarding kampuni za usafirishaji kama sikosei mimi atakuwa na hizo kampuni. Kuna muda alikuwa anapewa tenda mpaka na Khalid. Umeelewa? Ndio eneo ambalo limemkuza umaarufu, maslahi binafsi yamekulia hapo. Umaarufu umezidi eneo hilo. Uongozi ni mtamu hususan wa Simba. Mtamu kweli kweli. Sasa ukinitoa alafu nafikiria namna kurudi ikiwa ngumu, siwezi kushare na wewe kwa sababu natamani kurudi. Nimesema katika nani? Tumeondoa watu wengi katika uongozi. Nani katika hao watu wengi tulioondoa? Gusa mmoja mmoja. Kwa pamoja au kwa kumtumia mtu mmoja. Watu wana hamu kuendelea kurudi kwenye uongozi kaka. Uongozi wa Simba ni mtamu kweli kweli, hata ungekuwa na shilingi 10. Hivi tukubaliane wewe, Engineer Hersi alikuwa anamjua nani Tanzania? Engineer Hersi kwa miaka ya karibuni 20 ndio kiongozi maskini kuwahi kutokea kuishika Yanga. Sio 20. 20 mingi sana. Ni mingi. Ni mingapi labda? Labda 5. 5 vipi bwana? Hapa nyuma sikumepita viongozi hapa wana mali, yeye kaingia hata 10 hana. Sasa hizi ukimsearch akosi road 5 yule. Tumeelewana my brother, akosi road 5 yule. Maanisha kuna ulaji. Yaani nimekwambia hiyo eneo hata yeye sasa hizi ukimtoa anataka kulia. Mshindo Msola anataka kulia pale kutoka Mshindo Msola wakati anaingia madarakani. Engineer anaomba tu, Mshindo Msola ni bosi. Umenielewa sijui? Kina Manji ndo walikuwa useme haifai. Pale ni patamu kaka. Kuna kuongezea umaarufu. Sasa hizi Engineer ana marafiki mpaka uko nje kapewa cheo cha ovyo ovyo kile kafu, lakini si watu wanamjua.
pamoja hakina meno wala mamlaka. Kupitia wapi? Yanga. Sasa ukimtoa yule bila mwenyewe kupenda, lazima akafitini. Sasa mimi na uhakika kabisa waliotolewa Simba bila wenyewe kupenda ndio watu wanaoifitini Simba. Lakini kwa sababu Simba ina slogan ya kipekee, ni slogan ya kiungu, nguvu moja. Huwezi kusambaratisha timu ya namna hiyo, ni ngumu sana. Shukrani sana. Mimi niseme asante sana kwa kunipa muda wenu.